Coach Bahati Mgunda, habari za jioni. Salama kabisa, salama. Unajisikiaje katika usiku huu wa kihistoria ikiwa ni mara ya kwanza? Pengine wadau nataka kufahamu, hii ilikuwa ni ndoto ambayo mlikuwa mnaiwaza kwa kipindi cha muda mrefu kiasi gani? Nafikiri ni muda mrefu sana, na niwapongeze sana bidii pamoja na wadhamini wote waliowezesha jambo hili kutekelezeka, kwa sababu tunahitaji kuwa kwenye maeneo haya, tunahitaji kuwa na events kama hizi. Tuzo zimekuwa ni moja kati ya kitu chenye changamoto kubwa sana na ukosoaji mkubwa sana. Pengine kama mdau mkubwa sana, kocha mwenye experience, mtu ambaye umepush basketball kwa kiasi kikubwa, pengine unalipi la kuzungumza juu ya hili, kuondoa ule ukakasi wa tuzo? Nafikiri kwenye swala la tuzo mara nyingi linaendana na ushabiki wakati mwingine. Ndio kitu ambacho naweza kukiongelea zaidi, lakini to be honest, washiriki kwa maana kwamba waandaaji, watoaji wa hizi tuzo kwenye mpira wa kikapu ni vitu ambavyo huwa vipo tu, kwamba kuna statistics ambazo zinaonyesha ni mchezaji bora labda kwenye rebounds, ni mchezaji bora kwenye kufunga. Kwa hiyo vitu vyote vipo kwenye data ambazo zinatakiwa kutolewa kila baada ya mchezo, na sasa hivi kuna software ambazo wakati mchezo unaendelea inaweza kuwa inakusanya hizo data. Kwa hiyo nafikiri kwenye mpira wa kikapu zipo wazi tu, japokuwa hata kwa wenzetu kule NBA Marekani bado kuna changamoto pia, kwamba kuna watu wanataka mchezaji fulani ndo anahisi amekuwa mzuri zaidi au anastahili kupata tuzo, na hii kitu ipo kwenye baadhi ya tuzo, sio kwamba ni tuzo zote. Nafikiri kwa mfano mchezaji bora kidogo inaweza kuleta utata, lakini kwa mfano mtu anasema ni defensive player, tayari ana data zinazomuonyesha yeye ni mchezaji bora wa defense. Kwa hiyo nafikiri ni vitu vya kawaida, na ndivyo vinavyoleta ladha ya kuhudhuria kwenye event kama hizi.